Yeah, I'll just talk about, we have a list story we'll talk about. Na tuna hadithi kidogo tutazungumzia. It's about Nicodem. Ni kuhusu Nicodem. Maybe somebody can pray, can help us to read. Kama mmoja anaweza tusaidia kwa kusoma haraka. So we'll just share this one because who can read in John chapter 3? We start in verse 1 up to, let us go up to 4. Yes. Yohana sura 3 mstari wa 4. First 1 up to 4. 3, 1 to 4. Tunasoma katika jina la Yesu. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amen amen nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. 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 This is a story of, I think everybody know about, I've heard about this story. Najua kila mmoja amekwisha kusikia kuhusu hii habari. But what I want just to talk about a bit about is about when Jesus, Nicodem, the Bible said that Nicodem came to Jesus at night. Na ambao tunataka kuongelea tu ni habari ya vile Nikodemu alikuja kwa Yesu usiku. Just think, talk about your, say to your neighbor at night. Ambia yule aliye karibu yako The Bible usiku. said Nicodem didn't come to Jesus on a day, he came at night. Biblia haisemi kwamba alikuja wakati wa mchana, But alikuja usiku. why he came at night? Sababu gani alikuja usiku? Why? Sababu gani? He said like it was it's one of the chief of Jews. Alikuwa Biblia inasema alikuwa mmoja wa wakuu wa Wayahudi. So on another side, Nyingine namna nyingine in his heart, katika roho yake he believed in Jesus Christ. alikuwa anajua ukuu wa Yesu, alikuwa anamwamini. But if he came at night, Kama alikuja usiku, it's because of others. sababu ya watu wengine. He didn't like these people to know, like also him as a chief, he has believed to this man. Hakupenda wajue wale wengine ambao walikuwa nao pembeni, ambao kuamini Yesu, wajue kwamba yeye aliisha kumwamini Yesu. And remember, Nicodemus was not just somebody, a normal person, because he says he was a chief of Jews. Na kumbuka alikuwa mtu kawaida. Hakukuwa mtu kawaida, alikuwa mkuu. It means in a church, in this congregation, he have also some word to say. Na ni kusema ya kwamba hapa katika kanisa iko naye na jambo la kusema. And remember, the Jews, they was believing in a story, and they believe in Moses' story on the Old Testament. Na ukumbuke kwamba Wayahudi walikuwa wakiamini katika historia, mfano historia ya Musa katika Agano la Kale. Even for them up to today, the Messiah have not yet come. Hata kwa wao mpaka sasa Masia hajawahi kufika. They're still waiting for him. Wangali wanamchunga And that was Masia. the challenge that Nicodemus had with the others Jews. Na hii ndio shida Nikodemu alikuwa na Wayahudi wenzake. So the Bible says he came at night. Na Biblia inasema ndio kwa maana alienda usiku. At night mean where he see nobody can see me. Usiku ni kusema mtu yeyote He asingeliona. hide himself. Akajificha. And then he come to Jesus. Akakuja sasa kwake And then he Yesu. started to say to Jesus, he say, nobody can do what you are doing unless it's come from God. Akaanza kumwambia sasa hakuna mtu awezaye kufanya unaoyafanya isipokuwa ametoka kwake Bwana. So Nicodemus believed. Nikodemu alikuwa But the ameamini. issue of Nicodemus was at night. Lakini shida tu ya Nikodemu alijificha wapi? And I like usiku. so much Jesus. Na ninampenda Yesu Because sana. Nicodemus is talking about Sababu Nikodemu iko nazungumzia miracle. na habari ya muujiza What he saw. ambayo aliyoiona. But Jesus tell him other thing. Lakini Yesu anamwambia historia And then nyingine. Jesus come with him about the word, about the news of born again.
Na Yesu haiko namletea habari za kuzaliwa mara ya pili. So it's like two persons who are talking different stories. Ambazo ni kama vile watu wawili wanazungumzia mambo mawili He tofauti. may come about the miracle, Mmoja alikuja kwa ajili ya muujiza what he saw, ambayo the aliyoiona, miracle that he see Jesus muujiza ambayo aliona Yesu yuko anafanya. And Jesus said to him, no. Lakini Yesu alimwambia This is hapana. not a matter. Hii sio shida. This is not what you have in your heart. Hii sio ndio What unaweza you have kufanya. in your Ambayo heart unayo katika moyo is wako. about you believe in me. Ni kwamba uokoke, You niamini. understand who I am. Uelewe mimi ni nani. So let me talk to you about to be born again. Acha nikueleze kuhusu kuzaliwa mara ya And then pili. Jesus said to him, no, Yesu akasema, nobody can see the kingdom of God eti hakuna awezaye kuona ufalme wa mbingu unless it's born again. isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Nobody can see the kingdom of God unless Hakuna it's born awezaye again. kuona Amen. ufalme wa mbingu isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Amen. And the man didn't understand. Na baba hakuelewa. He said, born again, how can I go back again my home? Anajiuliza, kuzaliwa mara ya pili, maana yake mara pili mtumba ya mama yangu. Because Nicodemus was just walking with the flesh. Sababu The yeye body. alikuwa katika mwili. He was like you and me. Alikuwa kama wewe na The mimi. brain is working just down. Akili yake ilikuwa inatumikia tu And hapo. then Jesus is like, he said to him, listen, Yesu yuko anamwambia sikiliza. it's not in that area I'm talking about. Sio katika hayo mazingira Change a yanayozungumzia. bit the area. Eti ugeuke kwanza I'm uelewe talking nini about the ninachozungumzia. spirit Na issue. nazungumza kuhusu mambo ya I'm roho. not talking about the body issue. Siongelee mambo ya mwili. But the example I give it to you, Lakini mfano to be born naokupa again, kwa kuokoka is the example that you can understand that level. ni habari ya kwamba uweze kuelewea hapo. But you just move in that level. Yaani uweze kupanda katika hiyo ngazi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's what Jesus said to him. Yesu anamwambia At night. usiku. You can't come to Jesus at night. Eti hawezi kuja kwa Yesu usiku. No. You Hapana. can't be baptized at night. Hawezi kupokea To be ubatizo baptized usiku. is a testimony. Sababu ubatizo ni The ushuhuda. testimony cannot be hidden. Na ushuhuda lazima usifichwe. So he said to Amen. Nicodemus, listen. Anamwambia Nikodemo, You can't sikiliza. come at night. Hawezi kuja usiku. Because these things we are doing, Sababu mambo they are tunayoyafanya things of light. ni habari ya mwangaza. Everybody must know. Kila Amen. mmoja, If kila you mtu believe, anapaswa kujua just kwamba come at umeamini. night. Kama umeamini sio Just come usiku. all day. Kama kuja wakati wa And mchana. everybody must know Na wote wajue ya kwamba that you have been testified about the kingdom of God, about God, about the kwamba Son of God. umeshuhudiwa na falme za mbingu kwamba umeokoka. So I'm happy that as we are here today, Na on the tutafurahi day, ya kwamba sisi tuko hapa mchana didn't sio come at usiku. night. Hatukukuja because usiku. my sister here, Dada yetu she anakuja came to mchana. testify, Anakuja so we kushuhudia can have witness. kwamba apate pia Even washuhuda. Jesus, the day he was baptized, Hata Yesu the Bible alipobatizwa. is open. Yes. The voice come on heaven, Na Lord and it was testify him. So ikamshuhudia. in these things we are doing, Eti ni mwana It's wangu about pekee. testimony. Habari Amen. it's not tunayozungumzia just ni habari ya about to hide ushuhuda. themselves. Sio kwa kujificha hapana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's about testimony. Ni habari ya ushuhuda. You need to have a testimony. Lazima upate I ushuhuda. need to know you have been baptized. Lazima wanadamu, lazima tujue kwamba umeamini umebatizwa. Amen. Yes. You know, every time God even is doing things, He needs testimony, people to testify. Kila wakati Bwana anatenda lolote, anahitaji mtu wa kushuhudia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Even when He appeared to Abraham, Hata wakati aliyomkutana Abrahamu, there was two people there. kwa watu wawili hapo. There was three, but the two one there was Walikuwa testify. na washahidi hapo. And if you read the story very well, the Bible says when they went to Sodom and Gomorrah, Na wakati ukisoma Biblia kwamba wakati alienda katika Sodoma, these two people went to Sodom. wawili walienda Sodoma. But to Abraham there was three. Kwa Abrahamu walikuwa And watatu. one disappeared. Na mmoja akapotea. Na went wawili waliendelea hadi To Sodoma. testify what God has said. Kwenda kushuhudia yale ambayo So the Bwana testimony aliyotenda. in our life, Christian life, is so Ushuhuda wetu kama vile wa Kristo ni maisha yetu kama vile wa Kristo ni ushuhuda. It's good you come out day Lazima tuje mchana to testify. kushuhudiwa. You know, let me say this. Tuseme hivi, To be baptized kubatizwa is not just what to enter the water. sio kuingia baadhi tu ndani ya maji. Listen this. Sikiliza hapa, To be sikiliza. baptized Kubatizwa is a life. ni maisha.
is a senator. Ni kiwango Of repentance. ambacho unafikia, For yani me, ni kiwango kia toba. I will say baptized, to be baptized is to repent. Na no, that is. Amen. Ubatizo ni toba. It's to repent. Ni What toba. are you believing to? Unaamini nini? Why are you believing? Unaamini So kwa it nini? means yourself, you sit down, Ni kwamba wewe mwenyewe unakaa and chini in your mind, na katika you akili have two yako people. mko watu wawili. In yourself, Yani you know who you was, una watu wawili ndani, and you desire who you want to be. na ndani yako unajiuliza kwanza ulikuwa nani, So it's like na nani ambayo unataka It's kugeuka. like you are passing over. Ni kusema unakwenda kuvuka. That's what the Bible say when Moses and the people of Israel go through the water. It's a sign of baptize. Na ndio kwa maana Biblia inasema wakati Israeli walivuka bahari ya Shamu ni ishara ya ubatizo pia. Even the Old Testament people were baptized. Hata katika agano la kale They ubatizo was ulikuwa, moving from this side to another side walikuwa through wanakwenda water. kutoka njia hii kwenda njia nyingine, hata katika So maji. it means they know we was a slave, Ni kusema walijua walikuwa watumwa, but now we are free. sasa tuko huru. So that you need to know, I was a slave, Ya jambo ambalo nataka kujua I'm coming to be free. ni kwamba nilikuwa mtumwa na sasa niko huru. Amen. It's an attitude of repentance. Ni hali ya toba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And once this difference is in you, Na kitu kia tofauti kiko ndani yake. once that is in you, Na wakati hiyo kitu ya tofauti so kiko you ndani yako, need the word that Paul said. lazima unahitaji neno ambalo Paulo anasema. That you come to testify what the Paul said Ya kwamba uje kushuhudia ambao Paulo anasema in Christ. katika Yesu You Kristo become a new creator. unageuka kwa New kiumbe kipya. creation. Kiumbe You are not kipya. the same again. Hauko ule Because ule. the old man have passed. Maana yale ule wa mtu And wa you zamani become a new amepita. person. Na uko Amen. mpya katika Amen. Kristo sasa. Amen. Amen, amen. And all those Yes. works and all those things Na hiyo yote must be done inapaswa kukamilika in a day, mchana. not at night. Mchana kutwa sio usiku. Hallelujah. Ushuhudie na I'm watu so wote. happy. Nafurahi sana. I'm so happy Nafurahi sana that you have been decided. kwamba umeamua You decided to do the things at night. na At day, please. na haukuamua kufanya hii kitu usiku, Where there is testimony. na ulikuja mchana mahali ambapo washuhuda And the weko. Bible said the testimony for three person is the right one. Na Biblia inasema ushuhuda wote wawili ndio ukamili. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen. And then Nicodemus, Jesus talked to Nicodemus about the spiritual thing. He said, listen, the one who's born in the flesh is flesh. Na Yesu akamwambia Nikodemo katika haya mambo ya roho, eti yule aliyezaliwa na mwili bado iko katika mwili. Because Nicodemus was thinking about flesh. Sababu Nikodemo alikuwa akifikiri mambo ya Then mwili. Jesus said to him, move there. Anamwambia wende ngambo, It's toka about hapo. the spirit we are Ni talking. habari ya roho tulio Because ndani. the Bible said the true worshiper will worship God in truth and in spirit. Kwa sababu Biblia inatuambia waabudu kweli watamwabudu katika roho na katika kweli. You need to be born again in spirit. Lazima uokoke So that- katika roho kwamba You can talk with your father. unaweza So ukaongea that na you baba can yako. worship him Uweze kumwabudu baba yako through huo the spirit, kupitia roho, but not the flesh. sio katika And mwili. that's why Jesus is saying, Na ndio maana Yesu I'm anasema going, but I ninaenda, don't leave you alone. siwaache I will wenyewe, send you the Holy Spirit, nitawasukumia who Roho will Mtakatifu teach you everything. ambaye That's atawafunza mean yote, who will make you in communication with na the huyu Father. ndio ataweka kwa mahusiano na Don't Baba. remain the flesh. Usibaki kwenye He's mwili, coming to kwamba help you yeye so you can Roho talk with the Father. anakuja kuwasaidia Hallelujah. kuwa huru Amen. kuongea na baba yenu. In you. Is the time will come, the Bible said the time will come where the law will be written in us.
Biblia inasema ya kwamba muda unakuja ambao lazima sheria ya Bwana iandikwe kwenye moyo And wako. that came with the Holy Spirit. Na hiyo inakuja kwa In Roho you. Mtakatifu ndani yako. In you. Ndani It's yako. not about the Ten Commandments again. Sio kwamba ni habari ya kitabu kinaandikwa kia amri But it's 10, about the Spirit. in lakini ndani yako sasa Who Roho speak with us. anazisila, anaziweka us. muhuri Who talk with mwenyewe. us. Yani Who anaongea teach na us. wewe. Who give us the direction. Anakuongoza. Who will be our helper. Anakusaidia. Hallelujah. In Romans Anakutetea. chapter 8 verse 26, the Bible is saying that Warumi the Spirit 8:26 even anasema. of God, Anasema Roho wa Bwana, who doesn't know even what to pray, na how to pray. kama huna Roho wa Mungu hautajua namna hata ya It's just the kuomba. Spirit of God who even with His own word tell us how we can speak to God. Ni Roho wa Mungu ndiye anatufunza aina ya kuongea na Mungu. It's mean even us we doesn't even know to pray. Sio kama sisi ambao wengine labda hawajui namna ya No, kuomba. not wengine. Read Romans 8, 26, I think. Tusome Warumi 8. Romans 8, yeah, 8, let us read 26, yeah. 26 Roma, hivi Roho anasaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba kitu namna inavyotupasa. Lakini Roho Mtakatifu mwenyewe anatuombea kwa kuugua kusikoweza kusemwa. Amen. Amen. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. French inasema hivi. The French Par des soupirs inexprimables. The French says by the superior It's like unpredictable. it's like when just you are there, the Holy Spirit just it's like Anne, you know. When Anne was praying, iko kama vile Ana the wakati Bible alikuwa say, akiomba. and look at her and say, this woman, she's drunk. Biblia inasema ya kwamba walimuita yule mama kwamba analewa. Because she was just Sababu alikuwa the pain of praying. alikuwa But all this language, akimezameza mate. the Holy Spirit, the God listened the prayer. Alafu Roho And then she Mtakatifu said to Eli, no, I'm not drunk. akaja kwake, alafu akasema yeye hapana, sijalewa yeye. I'm praying. Akasema ninaomba. Hallelujah. There was no words more. Hakukuwa na The pain maneno. was so much. Yes. And she was just murmuring. She didn't talk anything. Uchungu ulikuwa mwingi. Amen. Amen. That is the word of the work of the Holy Spirit. Hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen, Amen. 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 Yes. So Jesus said, Yesu the one akasema, who was born in the flesh is flesh. And the yule one who is ambaye born in the amezaliwa spirit katika mwili yeye ni is mwili. spirit. He said Nicodemus. Nikamwambia More Nikodemo, than that stage. amwambia newende Come sehemu and be nyingine. born in a flesh. Lazima usiwe katika mwili. In other word, he said, because I want to make your body to be my temple. Kwa masemi mengine akasema sababu anataka aweke mwili wako kuwa hekalu lake. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we thank God for this word. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya haya. I believe that God is with us in this morning. Na ninaamini kwamba Bwana yuko I pamoja believe nasi that asubuhi my ya leo. sister, God will start with you in your journey. Na ninaamini Mungu atakusaidia dada kuanza Let me safari mpya. give you one word of encouragement. Na hii ndio neno la kukuencourage nalo. Every day, Kila wakati, since we have been born, wakati uliozaliwa, the first step hatua ya kwanza is for our mom. ni ya wazazi wetu. Even the baby. Hata When bebe, you start to see the baby walking, wakati unaanza kuona you bibi will just anatembea, encourage him to make a first step. yani unamwankurajia kufanya hatua ya kwanza. But when she makes just the first step, Lakini wakati akishafanya hatua ya the kwanza, second is obvious, automatic. na ingine ya pili inakuwa haraka kabisa. Because you can't stand on two Inakujileta yenyewe. legs. You can't stand in the legs like this. You know that balance. Hawezi simama kwa mguu. And then you will see her do this, and then directly she's there. Lakini wakati yenyewe anasimama vile, ale ingine na What kuendelea does mbele. that mean?
Hiyo inamaanisha nini? This is your decision. Hiyo ndio hatua The yako. rest is God. Alafu ingine ni Mungu. Amen. Hallelujah. The first step is for you. Na hatua ya kwanza ni yako. And that's what we are doing. Na hii ndio But the tunafanya. rest, Ya believe kufuata with me, God is with you. ni Mungu atatembea Don't pamoja na worry. wewe. Usiogope. Just be free. Kuwa huru As you are decided, kama vile umeamua. the second one God will make it. Na hatua ya pili Amen. Mungu And once He ataifanya. makes the sixth one, Na wakati He will make unaifanya again another one. Mungu At the atafanya end of the hivyo, day, you will na see ingine like, utaifanya, na at the hatua end ingine of the day, utaifanya. you will see like it's God who just leads Na you. kwa mwisho utaona ni msaada wa Mungu. Amen. Amen. But the first one, Amen. Lakini that's what you are made. lakini ya The kwanza second one ni is Him. hatua yako. The third one is Him. Ya The pili fourth ni one yeye is na Him. ya tatu ni And then you will yeye move na ya nne ni yeye in na peace. unaendelea In mbele. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Be blessed. Mungu God bariki sana. bless you. Amen. 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 That's the word for today. I return back to you. Thank you to the word. Father, in the name of Jesus, we thank you for the word. Thank you for your man who has given the word. You have used him as your vessel. We pray you and we worship you. May you use this time, Father, to talk to us. May we be born again, Father, unto you in the Spirit. Father, may this testimony be to outsiders and us be born unto you, Father. May the Holy Spirit dwell in all of us, and this be a sign for our salvation. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So, we are going to proceed with our baptism now. We stand up as we sing a short song that Mom is going to give us, that will lead us into Tunashimama, tunaenda kwa hatua yetu ya ubatizo, tunaenda the kuimba process nyimbo. of water. Yes. You give us a short song. Just sing a short song as we are coming. So tuko naimba nyimbo kidogo kisiko wanakuja. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, oh, kama wewe. Oh, Baba wa salama, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa salama, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, Baba wa uweza, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh, Baba unaweza.